Cha kwanza nikiwa kama mhamasishaji nchini hususa kwenye maendeleo, nimeweza kuzunguka katika mikoa mbalimbali, lakini pia nimeweza kuzunguka kwenye mikoa ambayo sisi kama Tanzania tuna mikoa 31 na halmashauri 195. Kwa hiyo katika halmashauri hizi na mikoa hizi Chama cha Mapinduzi kimeweza kufanya kazi kubwa sana na jitihada kubwa sana kushirikiana na mwenyekiti na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ninamzungumzia hapa ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kipindi hiki cha ilani ambayo inakabidhiwa ya 2020 na 2025, kiukweli kazi kubwa imefanyika kwa kipindi cha miaka minne ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wetu ameendelea kufanya kazi kubwa sana. Na mimi kama mhamasishaji nchini nimeendelea kuhamasisha wananchi vijana kwenye makundi mbalimbali watambue umuhimu wa serikali hii ya awamu ya 6 na umuhimu wa Chama cha Mapinduzi kinavyofanya kazi katika kutatua changamoto na kero mbalimbali za wananchi. Kwa hiyo leo hii ni siku ambayo ni ya furaha kiukweli, kwa sababu tunakwenda kupokea ilani mpya ambao tunakwenda kwenye uchaguzi 2025 na 30. Kwa hiyo unaona mwitikio ni mkubwa na wajumbe waliokuja ni wengi sana, mpaka wengine wamekaa nje. Kwa hiyo maana yake ni kwamba chama hiki ni chama ambacho kina upendo, ni chama ambacho kinashikamana, ni chama ambacho kina historia kubwa sana, na ukiona hivi basi ujue chama hiki kiukweli kipo imara na madhubuti. Kwa hiyo sisi kama vijana wananchi tuendelee kuhamasishana kuona namna ambavyo chama hiki kinahitaji watu wengi sana wazidi kuongezeka. Ni chama ambacho kinaleta maendeleo makubwa toka enzi na enzi ambao kiliweza kuasisiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo na sisi kama vijana tunaendelea kuwa tunu ya sehemu ambayo tunaenda kutoa hamasa ili watu waweze kutambua muongozo mbalimbali ya serikali yetu, muongozo wa chama, lakini na leo pia tumesikia kwamba utafanyika marekebisho madogo katika katiba ya chama. Kwa hiyo ni jambo ambalo la kipekee kwa sababu katiba ndio inaongoza ndio inatoa muongozo wa chama kinatakiwa kiende vipi. Na sisi kama vijana tumekuja kushuhudia, na mimi kama mhamasishaji nimeendelea kuhamasisha Watanzania. Kabla sijafika hapa nimeweza kuhamasisha huko nje Watanzania huko waweze kuelewa kwamba leo kuna tukio gani, na mkutano huu ni mkutano wa kihistoria. Kwa hiyo na hasa sana waandishi wa habari pia muendelee kupaza sauti, kuendelea kupaza sauti kwenye swala zima la amani, la kuweza kutunza amani yetu, na tunaelekea kwenye uchaguzi, basi kuhakikisha waandishi wa habari lakini pia vijana tuendelee kuhamasishana ili watu tupige kura kwa utulivu, kwa amani, ili ile kuleta maendeleo makubwa. Umezungumzia vijana. Ni eneo kubwa sana hilo, watu ambao unawagusa ni wengi mno. Vijana wapo wanaoshiriki kwenye chaguzi kwa maana ya kuweza kuchagua viongozi ambao wanawataka, ila wapo ambao bado hawashiriki kwenye hizi chaguzi ambazo zinakuwa zinafanyika na baadaye wanakuja kuweza kutoa lawama za hapa na pale. Unamwambia nini kijana huyu? Wewe ni mhamasishaji, tumia nafasi. Cha kwanza kijana atambue anakosa nafasi muhimu sana ya katiba yetu ya nchi, kwamba kila Mtanzania, kila kijana ambaye amefika umri wa miaka 18 anatakiwa ashiriki kwenda kupiga kura. Na tunaenda kupiga kura kwa sababu gani? Tunaenda kupiga kura kwa sababu moja. Cha kwanza, tutapokwenda kuchagua kiongozi, yule kiongozi ndiye ambaye tunaona hatatufanyia maboresho katika maeneo yetu, atatuletea maendeleo katika makazi ambayo tunaishi. Maana yake atabeba mzigo wote wa wananchi ili kwenda kuendelea kukuza maendeleo na kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kijana, jitokeze kushiriki uchaguzi, lakini pia kwa amani na kwa utulivu.